Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Mzozo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuchukua sura mpya, ambapo ripoti kutokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimeripotiwa na mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na kundi la M23 zinadai kwamba serikali ya Ubelgiji ilipeleka wanajeshi, mizinga pamoja na drone katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mnamo Machi 17 ili kuwafunza na kuimarisha jeshi la Kongo FARDC, wanamgambo wa wazalendo pamoja na wanamgambo wa mauaji ya halaiki wa Kinyarwanda wa FDLR kwa lengo la kuangamiza waasi wa AFC na M23 ambao kwa sasa wanadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa hizo zinadai kwamba ingawa uwepo wao rasmi unadaiwa kuwa wa mafunzo, wanajeshi wa kikosi maalum cha Ubelgiji wanaokadiriwa kuwa kati ya 300 hadi 400 ambao ni sawa na vikosi viwili wanatarajiwa kushiriki moja kwa moja katika mapambano dhidi ya waasi hao pamoja na muungano wa jeshi la Kongo ambalo limepoteza sehemu kubwa ya eneo la mashariki mwa nchi licha ya kupokea msaada kutoka kwa wanajeshi wengi wakiwemo mamluki wa Ulaya wanaolipwa vizuri. Wanajeshi wa Ubelgiji watakuwa katika kambi ya Luama Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, ambapo pia watawafunza wakufunzi wa jeshi la Kongo wa brigedi ya 31 ya vitengo vya mwitikio wa haraka yani URR, jeshi ambalo pia lilifundishwa na Ubelgiji kati ya mwaka 2008 na 2017 kwa mujibu wa ripoti hizo. Kabla ya msaada huu wa kijeshi, mnamo Machi 14, chombo cha habari cha Kongo cha Actuality kilifuta makala iliyoeleza kuwa Ubelgiji ilipokea euro milioni 20 kutoka Umoja wa Ulaya ili kukitayarisha na kukarabati miundombinu ya brigedi ya 31 ya kikosi cha URR. Hili linaibua maswali kuhusu sababu halisi za msaada huu wa kifedha na jinsi fedha hizo zinavyoweza kutengwa kwa miundombinu wakati nchi ya Kongo inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kiusalama. Kwa mujibu wa data za ufuatiliaji wa ndege kutoka Flight Radar 24, ndege ya jeshi la anga la Ubelgiji aina ya Falcon iliondoka Ubelgiji mnamo Machi 17 ikielekea katika mji mkuu wa Kinshasa huko DRC. Siku iliyofuata ya Machi 18, ndege hiyo ilifanya kituo katika uwanja wa ndege wa Kindu kabla ya kurudi Kinshasa baadaye siku hiyo hiyo. Ndege hiyo ilirejea Ubelgiji mnamo Machi 20 mwaka huu. Msaada huu wa kijeshi kutoka Ubelgiji unakuja wakati wa uhusiano mzuri kati ya Kinshasa na Brussels, ambapo Ubelgiji inaisaidia DRC ndani ya Umoja wa Ulaya ikilenga kuipinga Rwanda hata kama inavuka mipaka fulani, kuvuruga uwiano wa kisiasa wa jadi na kuhatarisha mchakato dhaifu wa kidiplomasia. Uhusiano wa sasa kati ya DRC na Ubelgiji unatokana kwa kiasi kikubwa na maslahi ya Ubelgiji katika madini ya Kongo, lakini pia kwa wabunge kadhaa wa Kibelgiji wenye asili ya Kongo, hasa wale walioko katika chama cha Les Engages ambacho kinahusiana na waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prévost. Wabunge hawa wanalipwa na Kinshasa ili kusukuma ajenda yake kati ya nchi za Ulaya. Kundi la M23 linasema kwamba haijalishi Kinshasa inajaribu kwa kiasi gani kupotosha historia na kuficha ukweli kuhusu sababu halisi za kuwepo kwa AFC na M23, dhamira iliyowasukuma kuacha familia zao na kushika silaha kutetea haki zao hatimaye itashinda, kwa mujibu wa kundi la M23. Ubelgiji huonekana tu linapokuja swala la kutetea Kinshasa. Brussels ilikuwa ni mji mkuu wa kwanza wa magharibi kuharakisha kutambua ushindi wa Tshisekedi katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2023 ambao kila mtu anajua ulikuwa wa udanganyifu, zinasema ripoti kutoka kundi la M23. Hata hivyo, haijawahi kulani utawala mbovu wa Kongo, ushiriki wake katika mauaji, mateso na vitisho dhidi ya Warwandafoni au hata mipango ya Tshisekedi ya kurekebisha katiba ili aendelee kubaki madarakani, wanadai kundi la M23.
Ubelgiji mara nyingi hujipambanua kama mtetezi wa amani, hasa katika mzozo unaoendelea kati ya Kinshasa na waasi. Hata hivyo, kwa kutuma wanajeshi zaidi kusaidia FARDC katika vita dhidi ya raia wenzao wa Kongo, wanajikanyaga na kauli zao wenyewe. Wanajua kwamba suluhisho la kudumu lipo katika mazungumzo ya maana kati ya pande zinazopingana na si katika kuongeza uingiliaji wa kijeshi. Kwa msaada wa Ubelgiji, mkakati wa Tshisekedi wa kushawishi dhidi ya Rwanda na kulaumu waasi wa AFC na M23 kwa hali ya usalama wa nchi yake hautaleta amani, bali utachochea mzozo zaidi na hatimaye kusababisha anguko lake mwenyewe, zinasema ripoti hizo kutoka kwa kundi la M23. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vita kati ya waasi wa M23 wanaopigana na serikali ya DRC bado inaendelea katika eneo hilo. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea basi kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.